kiwanda cha Lupembe Tea Factory kilichopo wilaya ya Lupembe kilibinafsishwa mwaka 2004 kwa kampuni ya Dhow Mercantile Limited. Ubinafsishaji huo uliipa kampuni hiyo 70% ya hisa. 30% ya hisa zilibaki kwa chama cha ushirika cha wakulima wa chai Muvyulu, na baada ya ubinafsishaji huo kulizuka changamoto kati ya pande mbili hizo, hivyo uendeshaji wa kiwanda na umiliki wa kiwanda ulikumbwa na changamoto iliyosababisha DML kufungua kesi mahakamani. Baadaye, Mheshimiwa Mwenyekiti, pande hizo mbili zilikubaliana kumaliza mgogoro wao nje ya mahakama chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina, ambapo kikao cha mwisho kilifanyika tarehe 13 Machi 2026. Maazimio ya kikao hicho yanaendelea kufanywa kazi, ambapo ikamilika zoezi hilo kiwanda hicho kitarejeshwa kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi na chini ya chama cha ushirika. La pili, naomba nikubaliane naye kwamba tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kiwanda hiki kinarudi kwa wakulima kwa ajili ya kuendelea na shughuli za uzalishaji ili kuongeza thamani ya zao la chai, zao ambalo ni la kimkakati kwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, TIRDO ambayo ni taasisi chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara ilishaanza zoezi hilo la tathmini mwaka 2024 ikikamilisha tathmini ya majengo na mitambo. Changamoto ambayo walikumbana nayo ilikuwa ni kufanya tathmini ya ardhi. Chama cha ushirika cha Muvyulu kilitakiwa kutoa hati hiyo ambayo kwa kuchelewesha kwao kulipelekea TIRDO kukwama na zoezi la kukamilisha zoezi la tathmini ya kiwanda hicho. Kwa kuwa kikao ambacho kilifanyika tarehe 13 Machi 2026 chini ya Wizara ya Kilimo ambacho kilihusisha ofisi ya msajili wa hazina, Wizara ya Viwanda na Biashara, Bodi ya Chai, mamlaka ya wilaya kule Njombe, Tume ya Maendeleo ya Ushirika na chama cha ushirika chenyewe pamoja na mwekezaji walikubaliana kwamba chama cha ushirika kiwasilisha hati hiyo, na ninafarijika Mheshimiwa Mwenyekiti kulitaarifu bunge lako kwamba hati hiyo imeshawasilishwa tayari kwa katibu tawala wa mkoa na tayari ameshawasilisha kwa Bodi ya Chai. Hivyo maelekezo yetu ni TIRDO kurudi kwa ajili ya kukamilisha tathmini hiyo ili hazina wakamilishe malipo kwa mwekezaji, kiwanda hicho kirudi kwa wakulima na kuendelea na uzalishaji na ongezeko la thamani ya zao la chai